Hujambo na karibu sana katika muendelezo wa vipindi vyetu vya afya, na hiki ni kipindi cha Kona ya Afya. Tunaendelea na mada ya ugonjwa wa kisukari. Kama kawaida nipo na Dr. Boaz Mkumbo, mganga mfawidhi Nsambo Healthcare, lakini pia ni mwandishi na mkufunzi wa program mbalimbali, na pia ni mwandishi wa kitabu cha sayansi ya mapishi pamoja na kitabu cha sayansi ya homoni na ugumba. Vitabu hivi ni msaada mkubwa sana kwa watu wanaosumbuliwa na magonjwa ya lishe, lakini pia ni msaada mkubwa kwa watu wanaotamani kudhibiti magonjwa ya lishe. Dr. Boaz, leo tunaendelea na sehemu ya 4 ya mada yetu ya ugonjwa wa kisukari. Lakini kabla hatujaendelea mbele zaidi juu ya vipimo pamoja na njia za ugunduzi kwa mgonjwa wa kisukari, hebu tukumbushe tena maana ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa kuwa na sukari nyingi kwenye damu. Ndio. Mwili wa binadamu ili uweze kufanya kazi vizuri unahitaji sukari. Ni sana gari ambavyo inahitaji mafuta ili iweze kutoka sehemu moja iende sehemu nyingine. Ndio. Engine inahitaji mafuta, yale mafuta ndo yanachomwa ili uweze kusogeza gari iende sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hivyo na mwili wa binadamu unahitaji sukari. Kwa hiyo na sukari kiwango kizuri kwenye mwili huwa inatakiwa isome isizidi kijiko kimoja kile kidogo. Kwa kitaalamu tunasema ya kwamba sukari yako inatakiwa isizidi gram 5 katika lita 5 za damu yako. Kwa hiyo tukichukua lita 5 za damu yako au tukikamua damu yako yote tukaiweka kwenye galoni, kama damu yako ni lita 5, kiasi cha sukari ambacho ni salama ambacho kinatakiwa kiwe kinaendesha mwili wako kisizidi gram 5. Kwa hiyo gram 5 ni kipimo ya kile kijiko kidogo kile cha kumnyweshea dawa mtoto, gram 5. Kwa hiyo sukari ikiwa zaidi ya mara 2, yani ikiwa zaidi ya gram 10, tafsiri yake wewe unaanza kuwa na sukari nyingi kwenye damu. Hebu chukua mfano maji yako kwenye galoni. Uchukue sukari kijiko kidogo kile kimoja na cha pili, alafu kaonja, utaisikia? Hauwezi ukaisikia. Sasa kiwango hicho cha sukari kilichopo kwenye damu yako kikiwa hivyo vijiko 2 na kuendelea, hali hiyo tunakutafsiri wewe ni mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ni hiyo hali ya kuwa na sukari nyingi kwenye damu. Na hali hiyo ya kuwa na sukari nyingi kwenye damu inaweza ikasababishwa na vitu viwili vikubwa. Kitu cha kwanza ni uwezo mdogo wa mwili kufyonza ile sukari ambayo iko kwenye damu. Kwamba labda umekula ugali, umekula juisi, umekula pilau, umekula chochote ambacho wewe umekula ambacho kina sukari nyingi. Kwa hiyo ile sukari inapoingia, uwezo mdogo wa mwili kufyonza ile sukari haraka irudi chini ya kijiko kimoja kwa muda wote, huo uwezo unapopungua tunakutafsiri wewe ni mgonjwa wa kisukari. Ndio. Jambo jingine ni uwezo mdogo wa kongosho lako kutema homoni ambayo inaenda kuratibu matumizi ya sukari. Kwa hiyo kunapotokea na hitilafu hizi mbili, hitilafu katika namna seli zako za mwili zinavyofyonza sukari, au hitilafu kwenye kongosho ambalo linazalisha maji ambalo linaelekeza seli zako kutumia sukari, hitilafu zote hizo mbili zinafanya mwili wako uwe na sukari nyingi kwenye damu kuliko kawaida na uitwe mgonjwa wa kisukari. Ndio. Leo tutazungumzia kuhusu ugunduzi wa ugonjwa wa kisukari. Tukisema ugunduzi wa ugonjwa wa kisukari, nini maana yake? Maana yake ni namna gani unaweza kujibaini kwamba wewe una sukari ambayo iko katika kiwango kizuri, au wewe una sukari ambayo iko katika kiwango cha juu na unahitaji matibabu ili kuzuia maafa au uharibifu katika viungo vyako vya mwili. Ndio, na ni njia gani ambazo zinaweza zikafaa kufanyika ili mtu aweze kugundua kwamba ana ugonjwa wa kisukari au hana ugonjwa wa kisukari? Njia ni nyingi za kuweza kujigundua kama wewe una kisukari. Labda nitajaribu kuzidadavua zaidi kwa kina ili tuweze kuona kwamba ni njia gani ambayo unaweza kaitumia kulingana na mazingira yako, kwa sababu ugunduzi wa ugonjwa wa kisukari unategemea na kwanza ugonjwa umefika hatua gani. Inategemea pia na kituo cha afya ambacho umeenda kina uwezo wa kupima vipimo vyenye ngazi gani, vyenye ukubwa gani. Umeelewa? Kwa hiyo ugunduzi wa ugonjwa wa kisukari unategemea mambo makuu mawili, kwamba umefikia hatua gani na pale ulipoenda kwenye hiyo hospitali, je,
hospitali hiyo ina uwezo wa kugundua katika hatua hiyo uliofikia? Ndio. Umenielewa? Lakini tu kiufupi ni kwamba ugonjwa wa kisukari bado haujulikani kabisa. Bado watu wengi ugonjwa hawaujui, kwa sababu mimi mwenyewe nimekulia vijijini. Tulikuwa tukiona mtu ana kidonda ambacho akiponi, amekaa nacho miaka miwili, miaka mingapi, tulikuwa tunahisi hiki kidonda labda amerogwa, lakini kumbe yaweza kuwa ana kisukari. Unashangaa bibi yako anakuambia chukua hilo chanuo nikune huku mgongoni, unahangaika kumkuna, ana harara za kutosha, wewe unafikiria ni jambo la kawaida tu, kumbe ana sukari. Mwisho wa siku unashangaa tu yuko pale kwenye kiti anakata, anafariki. Unasema amefariki, alikuwa tu kwenye kiti, alikuwa tu yuko hapo chini kwenye mkeka anachambua maharage, akapatwa na umauti. Kumbe alikuwa na maradhi yanaendelea. Tunaona wazazi wetu wanapofuka huko vijijini, tunasema amepofuka kwa sababu gani? Tunashindwa kuelewa nini sababu. Kumbe yaweza kuwa ni kisukari. Kisukari kinasababisha watoto kuota kwenye jicho na jicho linafumba. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba ugonjwa wa kisukari bado kabisa, elimu ni finyu kwa jamii. Ndio. Elimu ni finyu. Sasa kibaya zaidi ni kwamba huyu ambaye hana elimu akishagundulika na kisukari, namna anavyoukabili ugonjwa ndo unazidi yani ile hali ndo inazidi kumzorotesha zaidi. Kwa kifupi sasa niseme ya kwamba hivi ni vipimo ambavyo mtu anaweza kujipima. Katika hatua ambayo tayari wewe ushakuwa mgonjwa, katika hatua ambazo wewe tayari ushakuwa mgonjwa, ni rahisi sana kugundua ugonjwa huu wa kisukari, kwa sababu kwanza utakuja na dalili. Dalili zitamstua daktari, daktari ataamua kukufanyia kipimo. Ndio. Ambapo sasa kwa mfano ukienda una kiu kikali, unakojoa sana nyakati za usiku, hiyo hali daktari itamstua. Anasema kuna nini kinachomfanya huyu awe na kiu kikali hivi? Akojoe mara nyingi kiasi hiki. Kitu gani ambacho kinamfanya awe na uchovu wa namna hii? Ashindwe hata kutembea hatua kadhaa. Hapana, ngoja nipime sukari. Kwa hapo ndipo utapimwa sukari. Utapimwa sukari ya kipimo kidogo kwa kutumia kifaa kinachoitwa glucometer. Ndio. Glucometer ni kifaa kinachopima wingi wa sukari katika damu yako. Sasa hiki kifaa tunakupima sukari ukiwa umekula, au tutakuuliza hujala. Kama haujala, sukari yako inatakiwa isome 3 mpaka 6 ukiwa haujala kitu chochote. Na kama haujala, sukari yako ikasoma 6.1 mpaka 7, wewe tunaanza kukutafsiri una sukari ambayo inakunyemelea. Lakini sukari ikianza kusoma 7.1 na kuendelea mfululizo, ukiwa hujala kitu chochote, wewe tunakutafsiri ni mgonjwa wa kisukari. Ndio. Na endapo tukikupima kwa kutumia glucometer, sukari yako ikasoma 3 mpaka 7, tunakusema wewe sukari yako iko vizuri. Lakini sukari hiyo ukiwa tayari umeshakula, tukikupima kwa kutumia glucometer ikasoma 7.1 mpaka 11, 0.1 pale, wewe tunakutafsiri kwamba wewe ni mtarajiwa wa kuumwa sukari, yani una kisukari kilichojificha au sukari na kunyemelea. Lakini kama sukari ikizidi zaidi ya 11.1, hapo ndipo tunakuita wewe ni mgonjwa rasmi wa kisukari. Kwa hiyo kipimo cha glucometer ni kipimo ambacho kinatumika kutathmini kiasi cha sukari kwenye damu. Lakini mapungufu ya hiki kipimo ni nini? Hiki kipimo kinakupima ukiwa tayari wewe ni mgonjwa. Na kumbuka tulijifunza ya kwamba ugonjwa wa kisukari huwa unajitengeneza taratibu. Inachukua miaka 5 mpaka 10 ugonjwa wa kisukari kujitokeza. Hiyo ndo natural history ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kuna mtu unajikuta anasema ya kwamba daktari, mimi nimegundulika na sukari juzi tu, akiwa anamaanisha kwamba huu ugonjwa hata hujatengeneza mizizi. Hapana, mpaka unagundulika kwa kutumia kipimo kile cha glucometer, maana yake ugonjwa umetengeneza mizizi.
kwa mtu ambaye ana kisukari kilichojificha ni kazi mno kumgundua kwa kutumia glucometer. Hicho kipimo hakiwezi kumgundua mtu kwenye hatua za awali. Kwa hayo ndio mapungufu makubwa ya hiki kipimo. Kitu kingine ni kosa kumwambia mtu kwamba njoo kesho au jala kitu chochote nije nikupime sukari. Kwa sababu ukiwa uko kwenye hatua za awali kisukari kinajitengeneza. Ukikaa masaa zaidi ya 8 ukiwa hujala kitu chochote, lazima nitakukuta sukari yako iko kawaida. Ili uweze kujigundua haraka na ugonjwa wa kisukari kwa kutumia hiki kipimo cha glucometer, unatakiwa ukishamaliza kula baada ya masaa 2 ukijipima sukari yako ikazidi 11.1, wewe ni mgonjwa wa kisukari. Umeona? Kwa hiyo kile kitendo cha kumwambia njoo kesho ukiwa hujala kitu chochote. Sasa labda mara ya mwisho kula ilikuwa saa 12 jioni. Alafu unashinda usiku kucha haujala kitu chochote. Asubuhi unaenda kupima, unaambiwa sukari yako iko kawaida. Inasoma 6. Sasa tayari ile sukari imefifia taratibu, mwisho wa siku imerudi kawaida. Kwa ukitaka kujigundua katika hatua za awali kwa kutumia hiki kipimo cha glucometer, unatakiwa ujipime masaa 2 toka umekula chakula chako. Kwa mfano labda umekula chakula ukakaa masaa 4, alafu kaenda kwa pima, alafu kakuta sukari yako iko 12. Ukirudia mara kadhaa vipimo vinasoma hivyo, baada ya kula masaa 4 wewe tunatakiwa tukuite mgonjwa wa kisukari. Kwa kiufupi tu ni kwamba tunawachelewesha watu kuwagundua na ugonjwa huu. Tunawagundua tayari ugonjwa ushatengeneza mizizi kwa sababu ya kuwaambia njoo upime ukiwa hujala kitu chochote toka umekula jana. Kwa hiyo lazima utakuta majibu ya uongo. Ndio maana kipimo cha pili ambacho huwa kinatumika kugundua kisukari huwa kinaitwa OGTT. Ni Oral Glucose Tolerance Test. OGTT ni kifupisho cha Oral Glucose Tolerance Test. Tolerance test, tunakutesti kama wewe unastahimili sukari. Kwa hiyo tunachukua sukari gramu 75, ile glucose inayouzwa madukani. Tunachukua gramu 75, tunaweka kwenye glasi kama hii glasi na kuwekea katika maji mililita 200 hivi. Naweka na ile glucose na koroga. Baada ya kuwa nimekupima sukari yako inasoma labda 4.9, lakini una dalili zote zinazoashiria kuna sukari inajitengeneza. Kipimo hiki huwa kinatumika sana kuwapima mama mjamzito ili kuweza kujua kama yuko hatarini kupata kisukari wakati wa mimba, tunaita gestational diabetes. Kwa hiyo baada ya kukoroga ile sukari, tunakupima kwanza sukari kabla haujanywa hiyo glucose kwenye maji. Tunapima labda tunakuta inasoma 5.9. Hii sukari iko kawaida, lakini nina mashaka na wewe. Kwa hiyo nikishajiridhisha sukari iko kawaida, ninakupa hii glucose unakunywa. Baada ya kukupa hii glucose ukanywa, naanza sasa kukufuatilia baada ya nusu saa na kupima tena. Baada ya saa 1 na kupima tena. Baada ya masaa 2 na kupima tena. Ina maana na kupima vipimo vingapi? At 0, at 30 minutes, at 1 hour, after 2 hours. Kwa hiyo vipimo hivi 4 nitatumia strip 4 kukupima na nitatumia masaa haya 2 kukutathmini. Umenielewa? Kwa hiyo sasa nakuja sasa kwenye kutafsiri vipimo. Maana yake nitakapo kupima na kupima kama vile sukari, kuangalia kama vile umekula. Tunakupima baada ya masaa 2. Sasa ndo nakuja kwenye kile kipimo kwamba kina mapungufu. Unapomwambia mtu njoo ujala, umeona? Kwa hiyo ukisema njoo ujala ina maana amekula jana saa 1 jioni, usiku kucha. Alafu asubuhi kimpima lazima utapata jibu la uongo. Kwa hiyo sasa tunafanya utathmini kwenye OGTT kiasi cha sukari baada ya masaa 2. Ina maana tayari masaa 2 yameisha, tunachukua tena damu, tunapima kiasi cha sukari yako. Sasa endapo kiasi cha sukari kikisoma, sukari yako ikisoma 3 mpaka 7 baada ya masaa 2, tunasema sukari yako iko vizuri.
Lakini sukari yako ikisoma 7.1 mpaka 11.1 tunasema una impaired glucose tolerance, yani ustahimilivu wako wa mwili dhidi ya sukari umeanza kupungua. Lakini ikisoma zaidi ya 11.1 baada ya kuwa umekunywa ile glucose masaa mawili yaliyopita, hapo wewe tunakutafsiri ni mgonjwa wa kisukari. Ndio. Kwa hiyo kipimo cha OGTT ni kipimo kizuri sana, lakini na chenyewe kina mapungufu yake kwa sababu kama wewe umezoea kula vitu vya sukari, tulijifunza katika hatua za ugonjwa wa kisukari kwamba ugonjwa wa kisukari katika hatua za awali kongosho huwa halikubali kushindwa. Yani kongosho huwa linatema homoni nyingi ili kuhakikisha kwamba sukari haipandi. Umeelewa? Kwa hiyo mtu ambaye mwili wake unahangaika kumnusuru asiugue ugonjwa wa kisukari, kinachotokea tu ni kwamba ile insulini inayotemwa na kongosho ili kuinusuru sukari isipande. Unapokuja kumchallenge na sukari, unaweza kashangaa kwamba kongosho limeishughulikia ile sukari haraka, umeonekana kama wewe sio mgonjwa. Kwa mara nyingi pia oral glucose tolerance test huwa inakuwa na jibu sahihi zaidi endapo mtu ukimpunguzia kwanza vyakula vya wanga kwa muda wa wiki moja alafu kaja ukamfanyia, utakuja upate jibu vizuri sana. Kwa hiyo lazima huwa tunaweza kufanya kwamba unamweka kwenye low carbohydrate diet au kwenye carbohydrate and sugar restriction for 1 week or 7 days. Baada ya hapo sasa ndo unakuja tena unamfanyia challenge kuona mwitikio wa mwili ni ukoje dhidi ya sukari. Iko kipimo cha pili kinaweza kufanyika baada ya kipimo cha kwanza? Yes, kwa sababu ni kipimo ambacho tunazidi kuchokonoa zaidi kujua kama wewe una kisukari au la. Alafu uzuri wa hiki kipimo unaweza ukajifanyia hata wewe mwenyewe nyumbani. Vipimo vyote hivi kwa Tanzania unaruhusiwa kujifanyia wewe mwenyewe nyumbani, kwa sababu unaweza kaenda hospitali yoyote au katika duka lolote la dawa tunaita pharmacy, ukaenda ukanunua kipimo cha sukari kinaitwa glucometer machine. Kwa hiyo ukishanunua ile glucometer machine unaweza kaanza kujipima wewe mwenyewe asubuhi kabla hujala kitu chochote. Unaweza kuwa unajipima wewe mwenyewe mara tu umemaliza kula, ukikaa baada ya masaa mawili ukawa unajipima sukari. Lakini pia unaweza kanunua glucose dukani ukajichallenge wewe mwenyewe ukaona sukari yako inakuwa katika mwenendo gani. Kwa hiyo fasting blood glucose, random blood glucose kwa kutumia glucometer na oral glucose tolerance test unaweza ukajifanyia wewe mwenyewe na ukajitathmini kama una sukari na kunyemelea au la. Lakini pia vipimo vyote hivyo vinapatikana katika hospitali yoyote? Vipimo hivi vyote vinapatikana katika hospitali zote. Sema tu kipimo cha oral glucose tolerance test hakifanyiki mara kwa mara kwa sababu cha kwanza kinahitaji strip nyingi. Kinahitaji strip 1 2 3 4, unatakiwa upimwe mara 4. Alafu kitu kingine kinahitaji muda. Mgonjwa mmoja anatumia kama masaa mawili kutaka kumtathmini kama mwili wake unastahimili sukari au la. Alafu kitu kingine kina demand watu wakae wanakufuatilia wewe wakati kuna wagonjwa wengi waliozidiwa zaidi yako. Kwa sababu sasa hatujaikuta sukari, tunahangaika nini? Kwa sababu hatupo kwenye kukinga mtu. Lakini kwa mama mjamzito, kwa sababu unapopatwa na kisukari wakati wa ujauzito, kuna uhatari mkubwa wa mama kuweza kupoteza mtoto akawa mkubwa au kupata madhara mengi wakati wa ujauzito. Kwa hiyo tunakuwa tuko makini. Kwa hiyo mara nyingi mama huwa anafanyiwa oral glucose tolerance test kama unaona kwamba yuko hatarini kupatwa na kisukari wakati wa mimba. Mfuatiliaji wetu, ninakukumbusha kwamba Nsambo Healthcare tunatoa huduma kwa wagonjwa wenye kisukari. Tunapatikana karibia na Mwananyamala Hospitali au tupigie simu namba zinazopita hapo chini. Dr. Boaz, ndio. Tunasikia kwamba kuna vipimo vidogo vya ugonjwa wa kisukari na vipimo vikubwa vya ugonjwa wa kisukari. Hivyo ulivyovielezea hapo viwili, vipo kwenye kundi gani? Hivyo nilivyovielezea viko kwenye kundi la vipimo vidogo vya ugonjwa wa kisukari. Ndio maana nimesema kwamba ugunduzi wa ugonjwa wa kisukari hutegemea
na hatua gani ulionayo ya huo ugonjwa, kwa sababu ugonjwa unakuja taratibu. Kwa hiyo uko kwenye hatua gani? Kwa hiyo kwenye hatua ambazo tayari ushaumwa, hahitaji akili nyingi kuugundua huu ugonjwa. Umeelewa? Hahitaji akili nyingi kuugundua ugonjwa. Lakini katika hatua ambazo tunazitafsiri kama hatua za awali, ugonjwa ukiwa bado umejificha, hivyo vipimo nilivyovisema vya kuangalia kiasi cha sukari kwa kutumia glucometer, hauwezi ukajigundua mapema. Sasa kinachonishangaza ni kwamba ikiwa iko kipimo cha OGTT kinachotumia mpaka masaa 2 ni kipimo kidogo. Sijajua huko mbele vipimo vikubwa vinatumia masaa ngapi. Hebu tujuze Dr. Boaz. Nataka kuongeza kipimo kidogo kingine. Unaweza ukagundua kama we una kisukari rahisi sana. Njia nyingine tu, kama unakojoa mara kwa mara, unajihisi mchovu, una dalili zote ambazo nimezisema za ugonjwa wa kisukari. Wewe nenda tu ufanye zoezi moja. Badala ya kwenda kukojoa chooni kwako, nenda kakojoe tu nyuma ya nyumba pale. Ukishakojoa kama saa kadhaa, utashangaa sisimizi wamejaa pale. Unajua popote unapoweka sukari, sisimizi watakuja. Mkojo wa mgonjwa wa kisukari huwa una sukari nyingi. Ndio maana huwa nawaambia watu wengi kwamba sukari haikinai. Kukinai kwa sukari ni kule kukufinyanga katika umbo tofauti. Yaani we mwenyewe ukijiangalia kwenye kioo unasema nini kilichonifinyanga hivi? Huko ndo kukinai kwa sukari. Kukinai kwa sukari ni pale ambapo unaanza kuiona sukari iko kwenye mkojo, yani unaitwa mgonjwa wa kisukari. Ndio. Sukari huwa haitakiwi uikojoe au ionekane kwenye mkojo, kwa sababu sukari ni kirutubisho kinachohitajika mwilini mwako. Kwa nini mwili ukojoe? Kwa mwili hautaki kukojoa protini, mwili hautaki kukojoa sukari. Kwa unapoenda kukojoa, tukachukua sampuli ya mkojo, tukaenda kufanya urinalysis, yani mchanganuo wa mkojo wako, vitu gani viko kwenye mkojo, tukakuta kuna sukari, glucose plus, tunakuambia wewe una sukari, ngoja tufanye vipimo vya kina. Kwa hiyo unapokuwa na ugonjwa wa kukinai kwa sukari, ugonjwa wa kisukari, ni rahisi sana kujigundua kwa sababu hauhitaji akili nyingi. Lakini katika hatua za awali, ugonjwa huu huwezi kuugundua kwa kutumia hizo njia zote za mkojo au za kupima kipimo cha sukari ambacho kinaitwa glucometer machine, ukajigundua kwenye hatua za awali. Hapana. Ndio. Sasa hivi ni vipimo ambavyo unaweza ukajigundua kama wewe una kisukari hata katika hatua za awali. Kwa sababu ugonjwa wa kisukari natural history unajitengeneza kwa miaka 5 mpaka 10. Kwa hiyo kwenye hatua za awali ni kipimo gani? Kuna kipimo ambacho tunasema kinaitwa fasting insulin. Fasting insulin, yani tunapima mwili wako jinsi gani unavyoenenda pale unapokuwa uko katika mfungo, homoni zako za kuratibu matumizi ya sukari. Mwili wa binadamu huwa una insulin katika categories 2. Kuna insulin ambayo inaendesha mwili ukiwa katika mazingira ya mfungo, tunaita fasting insulin level. Yani mfano haujala toka jana, masaa 8 yamepita, haujala kitu chochote. Tunapochukua damu yako tukipima hicho kiasi cha insulin ambacho kipo katika mwili wako, hicho kiasi huwa tunakiita fasting insulin. Yani ni insulin ni maji au ni homoni ambayo huelekeza mwili wako uweze kutumia sukari. Umenielewa? Lakini mbali na hivyo, insulin kwa lugha nyingine huhakikisha kwamba sukari yako iko katika kiwango kinachotakiwa. Ndio. Sasa wakati umefunga, kitu pekee ambacho kinakusaidia wewe uweze kuwa na sukari kiwango kinachotakiwa huwa ni ini. Ini la binadamu huwa linazalisha sukari wakati haujala kitu chochote kutoka nje. Ndio. Kwa hiyo unapokaa tu masaa kadhaa bila kula kitu chochote kutoka nje, ini huwa linaanza kuzalisha sukari. Na huwa linazalisha sukari kwa njia 2, kwa kutumia glycogen, tunaita glycogenolysis, au kwa kutumia protein, tunaita gluconeogenesis.
Yani kuna kuvunja glycogen, sukari ambayo tayari imehifadhiwa, na kuna kutengeneza sukari mpya kwa kutumia vyanzo vingine kama protein. Kwa hiyo kwa namna hii tu ini huwa linatengeneza takriban gramu 200 za sukari kwa siku ukiwa katika mazingira ya mfungo. Sasa nani ambaye anaregulate ini lisiteme sukari nyingi wakati ukiwa umefunga? Kwa sababu ini lisipodhibitiwa na lenyewe linaweza likatema sukari kupindukia. Anayefanya hivyo ni insulin. Sasa insulin katika kiwango cha chini ukiwa katika mfungo huwa na yenyewe inasaidia mwili utumie sukari na uregulate sukari isizalishwe kwa wingi kutoka kwenye ini. Kwa hiyo hicho kiwango ambacho kipo wakati huo ukiwa katika mfungo, hicho kiwango tunaita fasting insulin level. Ndio. Sasa pale unapokula wali, ugali, ndizi, juisi, sawa, kongosho litaona kuna shehena kubwa ya sukari imemwagwa. Hiki kiwango cha insulin ambacho kwa kinaratibu kiasi cha sukari wakati wa mfungo, hiki kiasi hakiwezi kutumika kuratibu hii sukari kwa sababu huu mzigo ni mkubwa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kongosho ambalo ndo huwa linazalisha yale maji ya kuratibu matumizi ya sukari huwa linatema sukari ili kuweza kuratibu. Na linatema sukari kwa namna hii kwamba linatema sukari alafu na pause naangalia kwamba kuna effect yote ya sukari kupungua. Kama haijapungua tena inatemwa. Ni kama vile jambazi anapotaka kusukuma mlango ufunguke ili aingie ndani, atatupa jiwe la kwanza, tunaita Fatuma. Kama ile jiwe likigoma atatupa tena jiwe la pili, jiwe la tatu. Umeona? Na kongosho ndicho linachofanya. Umejimiminia juisi nyingi, kwa hiyo mwili unahakikisha kwamba ile sukari hata kama umeingiza nyingi kiasi gani, ndani ya muda mfupi ile sukari iweze kutumika na inayobaki iwe dumped katika mfumo wa mafuta ili sukari ibaki katika kiwango kinachotakiwa, usiitwe mgonjwa wa kisukari. Ndio. Kwa hiyo mwili unapambana. Sasa kile kiasi cha insulin kinachotemwa mara baada ya msosi tunaita bolus insulin. Ndio. Tunaita bolus insulin. Mtu akinielewa vizuri hii sayansi ni rahisi kuja kuelewa ninapokuja kuzungumzia kuhusu matibabu, hata wale ambao wanajichoma sindano. Tuna watu wengi sana ambao tunawasaidia namna ya kutitrate sindano ambao wanajichoma ili kuweza kudhibiti sukari. Tunawasaidia mpaka wanafika kwenye kiasi kidogo kabisa cha sindano kupitia hii sayansi ambayo naizungumzia hapa. Ndio. Kwa hiyo kinachotokea kwamba kunakuwa na fasting insulin na kunakuwa na bolus insulin. Umenielewa? Sasa iko hivi, kama wewe umeanza kupatwa ugonjwa wa kisukari, kwamba na ugonjwa wako wa kisukari unaweza ukawa unasababishwa na vitu hivi nimesema viwili. Kama ugonjwa wako wa kisukari unasababishwa na seli zako za mwili hazifyonzi sukari vizuri kwa sababu ya ule uchakavu uliojengeka kwenye cell level. Ina maana kwamba una kitu tunakiita insulin resistance. Kwa insulin resistance ni kukinzana. Kuna kitu kinakinzana. Kwa lugha nyingine tunapozungumzia insulin resistance kisayansi tunamaanisha tolerance. Yani mfano mzuri ili uweze kunielewa tunapozungumzia insulin resistant, tukisema hii seli iko insulin resistant tunamaanisha nini? Mfano mzuri ni hivi, ukimchukua mtoto ambaye amelelewa na mama ntilie wa Magufuli stendi, huyu mtoto anapokuwa mgongoni atasinzia despite mbali na kwamba kuna kelele nyingi, kuna wapiga debe, kuna miziki, kuna kila aina ya kelele, lakini huyu mtoto atasinzia, atalala. That's mean yule mtoto yuko resistant to kelele. Umeelewa? Yani zile kelele hazimbuguzi. Umeelewa? Kwa kutokubuguzika na ile kelele, maana yake ni kwamba wewe uko resistant, una tolerate, una tolerance. Umeelewa hadi hapo? Lakini ukichukua mtoto wa Masaki, Oysterbay, ukampeleka Magufuli stendi, hawezi kulala, hawezi kupata na usingizi kwa sababu zile kelele hajazitolerate. Sawa. Kwa hiyo tunaposema insulin resistant ni ile hali seli zako za mwili zinatengeneza tolerance, haziwezi tena kusense signal au maelekezo ya insulin ili ziweze kutumia sukari. Ndio. Ndo tafsiri hasa ya insulin resistance. Kwa hiyo hitilafu hutegemea
imetokea wapi? Kama hitilafu imetokana na insulin resistance, uchakavu wa seli zako za mwili zinashindwa kurespondi au kuelekezwa kutumia sukari haraka iwezekanavyo, au hitilafu imetokea kwenye kongosho, labda kongosho halizalishi homoni ya kutosha, homoni ambayo inaratibu matumizi ya sukari. Kwa hiyo ugonjwa wa kisukari unaweza ukatokea katika hali hizi mbili. Kuna mtu ambaye ana kisukari, lakini ukimpima homoni ambayo inaratibu matumizi ya sukari unaikuta iko juu katika kiwango ambacho mpaka imepitiliza. Hiyo hali tunaita hyperinsulinemia. Hasa kitu cha kushangaza ni kwamba kwa nini ile homoni ya kuratibu kuzielekeza seli zangu za mwili zitumie sukari, hii homoni ya insulin, iko juu mpaka inapitiliza? Kwa nini sukari iko juu? Iko juu kwa sababu seli zako za mwili zimechakaa, zimetengeneza usugu, zimefubaa, haziwezi kusikiliza uwepo au maelekezo ya homoni ya insulin. Ndio. Kwa hiyo hicho kitu kinasababishwa na nini? Na mtindo wa maisha. Hiyo hali tunaita insulin resistance. Lakini kundi la pili, kuna mtu ambaye ukipima homoni ya insulin unaikuta iko katika kiwango cha chini kuliko ambavyo inatakiwa. Ndio. Kwa hiyo hali hii tunasema ya kwamba huyu mtu yaweza kuwa ana hitilafu katika kongosho, hali ambayo inasababisha kupungua kwa homoni ya insulin katika damu. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba kipimo kinachoitwa fasting insulin huwa ni kipimo kizuri ambacho kinaweza kutathmini kiasi cha homoni ya insulin katika damu, ukaweza kujua kama huyu mtu ana insulin resistance au huyu mtu ana hitilafu katika kongosho. Kama ana insulin resistance, homoni hii utaikuta iko juu kuliko kawaida inavyotakiwa kuwa, lakini kama ana upungufu wa homoni ya insulin utaikuta iko chini, na hii itaashiria hitilafu iko katika kongosho. Ndio. Na kipimo cha pili huwa tunapima autoimmune antibodies. Tunapima viashiria kama wewe una kitu chochote ambacho kinashambulia tezi yako ambayo inazalisha homoni ya insulin. Kuna vitu pia huwa tunapima kama C-peptide na autoimmune antibodies mbalimbali ambazo huwa zina kemikali mbalimbali ambazo zinatokana na kuchokozwa kwa kinga ya mwili na kuchukia kuanza kushambulia seli ambazo zinatengeneza insulin, tunaziita beta cells of the pancreas. Kitu kingine huwa tunapima glycosylated hemoglobin. Glycosylated hemoglobin ni kipimo ambacho huwa tunapima kuangalia namna gani sukari ambavyo imedhibitika kwa muda wa miezi 3 iliyopita. Kwa kifupi tu kwamba tuna uwezo wa kutathmini mwenendo wa sukari kwa miezi 3 kwa kutumia kipimo kinaitwa glycosylated hemoglobin. Ndio. Glycosylated hemoglobin ni nini? Ni athari ya sukari katika seli zako za mwili. Ukichukua chembe nyekundu za damu, red blood cells, ikakutana na sukari nyingi katika damu, mpambano wa kikemikali kati ya sukari nyingi kwenye damu na chembe nyekundu za damu, huu mpambano wa kikemikali tunauita glycation. Sasa lile zao linalozaliwa kati ya mpambano wa chembe nyekundu za damu na sukari tunaita glycosylated end products. Sasa hicho ndo tunachokipima. Tunapima glycosylated hemoglobin, ni chembe nyekundu za damu zilizoathirika na nini? Na sukari. Ndio. Kwa hiyo kipimo hiki according to WHO na International Diabetic Federation, shirika la afya duniani na shirikisho la kisukari duniani linashauri ya kwamba tunapopima HbA1c au athari ya sukari katika mwili wako ikisoma chini ya 5.7% inaashiria wewe hauna kisukari na wala si mtarajiwa kuumwa kisukari. Ndio. Na endapo ikisoma kuanzia 5.7 mpaka 6.4% inaashiria kwamba wewe una sukari iliyojificha, maana yake mwili wako umeanza kupunguza uwezo wa kutumia sukari vizuri.
na ikisoma zaidi ya 6.5 hiyo inaashiria una sukari iliyojificha kama sukari ya kipimo kidogo haijaanza kupanda. Lakini ikisoma zaidi ya 6.5% huku sukari ya kipimo kidogo inapanda, basi wewe tunakutafsiri una kisukari rasmi. Ndio. Sasa watu wengi huwa wanajinadi, namshukuru Mungu nina shinikizo la juu la damu tu, lakini mimi sina sukari. Mtu anajinadi, namshukuru Mungu mimi nateseka tu na matatizo ya joint na mgongo, lakini sina kisukari. Namshukuru Mungu mimi nateseka tu na asthma, kifua kinanibana, mafua makali, lakini sina sukari. Namshukuru Mungu nateseka tu na pumu ya ngozi, lakini sina kisukari. Kumbe kisukari kimo kwa ndani ndicho kinachoyaleta hayo matatizo. Kwa hiyo kuna watu leo hii wanakunywa dawa za shinikizo la juu la damu, wanakunywa dawa za matatizo ya joint na mifupa, wanakunywa dawa za allergy kila kukicha, wanakunywa dawa za maradhi mbalimbali, wamefungwa uzazi kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari uliojificha. Sasa tunaugunduaje? Ndio tunatakiwa tufanye hivi vipimo vya kina ambavyo vinaweza vikagundua sukari katika hatua za awali. Ndio. Kwa maana hiyo sasa ina maana mtu anaweza akateseka na magonjwa mengine mengi, kumbe chanzo ni ugonjwa wa kisukari. Yes, watu wengi sana wanauguza shamra za ugonjwa wa kisukari. Yaani unakuta anauguza pumu, kumbe kuna sukari inajitengeneza. Unakuta anauguza madonda ya tumbo, gesi kali sana, kiungulia, kumbe kuna sukari inajitengeneza. Unakuta anauguza matatizo ya mifupa, jointi za mgongo, jointi hizi za magoti, mifupa yake nauma, kumbe unakuta anauguza ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ugonjwa wa kisukari unaweza ukamsababishia pia mtu tatizo la shinikizo la juu la damu, moyo wake kupata hitilafu katika msukumo wa damu. Hivyo vitu vinaweza vikaletwa na ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa uchakavu karibia kila kiungo katika mwili wako. Kwa ugonjwa huu unapokuwa umejificha ni changamoto sana kuweza kugundua. Kibaya zaidi ni kwamba unakuwa unaenda hospitalini unachukua dawa zako za pressure, unaenda hospitalini unachukua dawa zako za mifupa, unaenda hospitalini unachukua dawa zako za vidonda vya tumbo, unachukua dawa zako za pumu, lakini haupati nafuu kwa sababu changamoto iko kwenye sahani ambayo unakula kila siku. Unaenda hospitalini kila siku unalalamika, kwa nini sibebi ujauzito? Kwa nini sibebi ujauzito? Umezunguka kila hospitali, unaambiwa mayai yako hayapevuki vizuri, mayai yako hayakomai vizuri, au unaambiwa hatuoni sababu. Kumbe una kisukari kilichojificha, uwezo wa mwili wako kutumia sukari ni mdogo. Kwa hiyo sukari inaweza kumfunga mtu uzazi. Ndio maana unashangaa mwanamke amehangaika kutafuta mtoto kwa muda mrefu, anafikisha miaka 46 47, anashangaa anaambiwa una kisukari, sukari yako inasoma 15. Kwa hiyo kilichokuwa kinamfunga uzazi ni uwezo mdogo wa mwili kutumia sukari. Kwa hiyo kuna watu wengi wanateseka na magonjwa miaka, alafu baadaye ndo wanakuja wanagundulika wana ugonjwa wa kisukari. Inasikitisha sana. Ndio. Asante sana Dr. Boaz kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Bila shaka mfuatiliaji wetu ameelewa kwa uzuri zaidi. Lakini ninakushauri, ikiwa hii ndio video yako ya kwanza, basi usikose kuangalia utangulizi wa mada hii ya ugonjwa wa kisukari. Tuna sehemu nyingi sana, hakikisha haupitwi. Basi usisahau kusubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele ili uweze kupata muendelezo wa vipindi vyetu vingi zaidi. Usisahau Nsambo Healthcare tunatoa huduma za kimatibabu. Kuweka miadi, piga simu namba zinazopita hapo chini. Usikose kipindi kinachofuata.